Karibu mpendwa mtazamaji wa TV IDMAX. So kama hujasubscribe, bonyeza kitufe cha kengele then uendelee kupata updates za kila siku kupitia hichi kipindi cha lifestyle. Bana, siku ya jana tumeongelea lifestyle na vitu vilivyomo katika lifestyle, tukaongelea lishe bora na mambo mengine mbalimbali kama ya mitindo na mambo mengine. So siku leo tukaongelea lifestyle katika nchi za Afrika Mashariki, lifestyle ya vijana kuhusiana na masuala ya ajira na kazi, kuhusiana na masuala ya elimu na lifestyle kwa ujumla katika nchi hizi za Afrika Mashariki. So katika mgawanyo wa Afrika Mashariki, lifestyle yake imegawanyika katika sehemu kama 4 hivi. Sehemu ya kwanza kwenye elimu, sehemu ya pili kwenye ajira, sehemu ya tatu ya burudani, then sehemu ya 4 mtazamo. Vijana wanakuwa na mtazamo gani? Katika nchi ya Tanzania vijana wanapenda burudani gani? Katika nchi ya Kenya vijana nao wanapenda burudani ya namna gani? So katika nchi hizi za Afrika Mashariki lifestyle haifanani. Kwa nini tunasema haifanani? Siku zote hata tunavyokuwa tunasoma katika maisha yetu ya kila siku, miandiko haifanani, na kama inafanana basi ni michache sana miandiko ambayo inafanana, na haifanani kila kitu. Kuna baadhi tu ya herufi inakuwa inafanana. So tukiongelea lifestyle inakuwa imebeba vitu vingi sana katika maisha yetu ya kila siku na kujamii. So tukianza na Tanzania, kwa upande wa elimu, vijana wengi wanakuwa na elimu lakini hakuna ajira. Yaani elimu ya Tanzania, watu wanapata elimu, watu wanakuwa na madigrii, lakini changamoto iliyopo kwenye elimu, hakuna ajira. Je, sasa kama hakuna ajira, ajira ya vijana wetu hawa wa Tanzania na lifestyle ya maisha yao ni kipi? Yaani ni ajira gani ambao wanaitegemea katika maisha yao ya kila siku? Bongo ukisoma sana, ukikosa ajira bodaboda ndio ajira ambayo tumetegemea sisi. So kama sisi vijana wa Tanzania tunawezaje kuliepuka hili? Sababu gani? Kumekuwa kuna changamoto kubwa sana na ukosefu wa ajira katika nchi yetu. Na pia tukiangalia katika nchi ya Kenya, napo ajira yao ya vijana wengi kidogo Kenya wameendelea, kwa sababu vijana wengi wa Kenya wamejikita katika masuala ya teknolojia, masuala ya innovation. Kwa sababu gani? Ukiangalia Tanzania watu wengi sana wanahakiwa akaunti zao labda za Instagram, za TikTok, na watu gani? Na Wakenya. Kwa sababu gani? Vijana, elimu kwanza ya Kenya sio kama ya Tanzania. So ukiangalia elimu ya Kenya inamshawishi kijana kujiajiri yeye mwenyewe kama mwenyewe. So nini ninachotaka kuongea? Lifestyle katika maisha ya kila siku lazima tofautiane. So kwa leo tunaongelea kiujumla lifestyle ya nchi ya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. So tukianza na Tanzania kwenye masuala ya ajira, kwa sababu Watanzania wengi na vijana wengi katika nchi ya Tanzania kwenye ajira wamejikita sana kwenye ujasiriamali mdogo mdogo, na vijana wengi wanakuwa kwenye ajira ya boda. Ndio ajira ya Tanzania kwa sisi vijana. Unakuta umesoma sana lakini ajira hakuna. So kitu gani ambacho utakifanya ili upate riziki? Bodaboda, ujasiriamali mdogo mdogo. So hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sisi vijana. So inabidi tuangalie namna gani tunaweza tuka-overcome hii challenge ya kukosa ajira na kubadilisha lifestyle ya maisha yetu kila siku tunavyozidi kuishi. Lakini pia kwenye masuala ya teknolojia, Tanzania imejikita sana kwenye TikTok na Instagram. Kwa nini TikTok na Instagram? Watu wengi wamekosa kazi za kufanya, amesoma, amekosa kazi. So inabidi tuanze kutengeneza content ili aweze kupata, aweze kujulikana, aweze kufanya content zake na watu wakamfuatilia ili aweze kupata riziki. So hii lifestyle ya vijana kutokuwa na kazi na kujikita kwenye kazi ambazo let's say hajasomea, unakuta tu ana force mazingira
anafuzi mazingira ili apate riziki. Lakini pia kwenye burudani hapa Tanzania, muziki wetu sisi ni Bongo Flava, ndio burudani ya Tanzania. Lakini pia changamoto kwenye ukosefu wa ajira, tushaiongelea hiyo. So tukienda kwenye nchi ya Kenya, hustling and technology. So vijana wa Kenya wamejiajiri katika kupambana na teknolojia kwa sababu elimu yao inaruhusu kufanya hivyo vitu. Wamejikita sana kwenye teknolojia, na taifa ambalo liko vizuri kwenye masuala ya teknolojia. Ukiangalia hata akaunti nyingi za watu zinahakiwa na Wakenya, wabongo wengi wanahakiwa. Lakini pia kwenye teknolojia wenyewe wamejikita sana kwenye masuala ya startups and apps. Teknolojia wana develop apps kwenye teknolojia. Sisi Bongo, TikTok na Instagram kwamba yani tunajifanya sisi tunaenda na kidigitali zaidi, lakini hizo shida. Lakini pia muziki wenyewe wa Kenya gangster na YouTube. Lakini pia changamoto kubwa sana ambayo nakutana nao vijana wa Kenya hali ya maisha yako juu sana, yani ile affordability ya vitu ni katika gharama ya juu sana. Lakini pia tukienda kwa Uganda, vijana wengi sana na wamejikita katika kilimo na boda. Hii ni lifestyle, tunaongelea lifestyle ya nchi za Afrika Mashariki. Vijana wana lifestyle gani? Lakini pia kwenye teknolojia wenyewe wamejikita kwenye simu, Facebook. Nini maana ya kusema simu na Facebook? Unajua simu ina mambo mengi. So kama ina mambo mengi, wenyewe wamejikita katika hayo maeneo ambayo simu imegawanyika. Yani inaweza kuwa na vitu mbalimbali vya kutengeneza katika simu. Lakini kwenye social media ambao wamejikita sana ni Facebook. Lakini wenyewe muziki wao au burudani yao ni Afrobeat. Afrobeat ni muziki wa Uganda na ya Rwanda. Lakini tukiongelea Rwanda wenyewe wamejikita katika masuala ya technical innovation, masuala ya coding, masuala ya programming kwa ujumla, teknolojia. So vijana wenyewe wamejiajiri katika masuala ya technical innovation. So masuala ya project kuhusu innovation, Rwanda wamejikita katika huko. Lakini pia tukimalizia na Burundi, kilimo cha jadi. Kwa maana Burundi kule wenyewe vijana wengi sana, kwanza kule yani miundombinu ni mbovu, kuhusu masuala ya elimu bado wako nyuma sana. So kipindi hichi kitakusaidia nini? Kipindi hichi kitakusaidia uone lifestyle ya nchi hizi za Afrika Mashariki. Huenda ukapata fursa au ukaona fursa kupitia changamoto ambazo zimetajwa mahali hapo. Kwa mfano Tanzania kuna bodaboda na masuala ya ujasiriamali. So kwenye boda hapo, na ndio maana Bolt wametuweka sana Bongo, na Bongo vijana wengi wanajisuluhisha na nini na boda. So Bolt wakaona hicho wakaiona hiyo changamoto kwamba watu wanahitaji kurequest, watu wanataka kuwahi sehemu fulani. So tuwatengenezee hapo ambayo atakuwa na request tu chap. So na wewe mwenyewe unaweza ukafikiria kwa wajasiriamali let's say wanaouza tuseme kwa sababu nguo sasa hivi hapo nguo sijui vifaa vya magari na nini, hivyo ni digital marketing tayari. So tukiongelea kwenye ujasiriamali mdogo let's say wanauza labda tuseme labda maharage, mtu unauza maharage, unaweza kufikiria nini? So namna gani niweze ni kuwaunganisha hawa wauza maharage ili watu wapate maharage kwa urahisi zaidi, au wauza mchele nikawaunganisha pamoja ili mtu akitaka mchele moja kwa moja anaingia pale kwenye application, nataka mchele gunia kadhaa. So wewe tu uta request hapa nahitaji gunia kadhaa, kwa utachagua gunia zako kadhaa zitoke kwa mtu gani, wa Tabora, wa Dar es Salaam. So kipindi hichi kitakusaidia wewe kama kijana
namna gani unaweza kubadilisha lifestyle yako kupitia changamoto za lifestyle za mtu mwingine, kwa sababu of course maisha na lifestyle ya mtu mmoja na mwingine havifanani kabisa. Sababu gani havifanani? Ni kama unavyoandikia peni nyeusi na peni ya blue, mwandiko ndo ule ule, lakini rangi hazifanani. Na ndo maisha yalivyo. Sawa, wote mnakula, lakini unakula nini? Hiyo ndo lifestyle. So usikose katika kipindi hichi, katika kila siku saa 4:30 usiku mpaka saa 5:30 usiku, ili uweze kujifunza mambo mbalimbali. Hii ni TV IDMAX. So kama ulia subscribe ili uendelee kupata ujuzi zaidi na namna gani unaweza ukaishi katika maisha yako kila siku na ukachange lifestyle kutoka lifestyle isiyoeleweka kwenda kwenye lifestyle ambayo inaeleweka. So nahitaji maoni yako hapo chini na comment. Je, wewe umejifunza nini katika kipindi hichi? Lifestyle gani unachagua uishi? Tumeona hapa hivi vijana wa Tanzania wanaishi kwa namna gani, wa Kenya wanaishi kwa namna gani, Burundi, Rwanda. So wewe ni kutokea hata labda tuseme Kenya, kama ni Uganda, lifestyle gani ambayo wewe utaichagua uishi hapa duniani? Kuna wengine aweza akafa asijutie, yani hajutii kufa, lakini kuna mwenzangu na mimi unajutia kufa. Kwa sababu gani? Kile kitu ambacho ulichokuwa unataka ukifanya hujakifanya, lakini ndio hivyo, japokuwa kufariki ni mipango ya Mungu. So karibu ujiendelee kujifunza lifestyle. Hichi ni kipindi cha lifestyle. Usisahau kutufuatilia na endelea kuwa pamoja nasi, kwa sababu utapata vitu vingi na utajifunza vitu vingi kupitia kipindi hichi. Kwaheri.